Tarajia serikali kuu kama inaweza katusikia itusaidie ukweli. Kwa upande wa kaunti tunaona kama tumelemewa. Kwa majina ni Moses Magwe. Mimi ni mwakilishi wa watu wa wodi ya Tagare katika Migori County Assembly. Na leo niko na wakulima hapa, wengine ambao wanatoka katika wodi yangu na wakulima kwa ujumla katika eneo hili la Kuria Mashariki, ambao wamekuwa wakulima katika kampuni moja inajiita East Tobacco Kenya Limited. Ni kampuni ambayo imekuwa ikifanya kazi hapa nyumbani, na wakulima wanafanya hiyo kazi. Wakishamaliza wanauza tobacco yao, alafu huwa expectation zao ni kwamba mwenye kampuni atawalipa pesa yao. Lakini kwa bahati mbaya, kwa miaka 2 iliyopita wakulima wamefanya kazi wakauza tobacco, lakini hawajalipwa pesa yao. Ndiyo sababu leo wamekongamana hapa, hasa wakitaka kilio chao kifikie serikali. Nimeona kwa makaratasi ambao wako nayo, walikuwa washafanya attempt ya kufikia Wizara ya Kilimo katika Migori County kupeleka malalamiko yao mwezi wa 3, lakini kwa bahati mbaya wananiambia kutoka mwezi wa 3 hadi leo hiyo serikali ya Migori County ambayo inaongozwa na Mosenda hajapeana response yoyote kwa hao wakulima. Ndio sababu leo wameamua ya kwamba sasa wanataka wa address dunia ili ya watu wajue ya kwamba wanateseka. Hapa Kenya tunajua kwamba kulima tobacco kwanza ni kitu ambayo serikali imeweka mikakati mwafaka kuhakikisha ya kwamba tobacco haidhuru wale wanaolima na pia wale wanaitumia, na kuna masharti ya kufuata ndiye mtu alime hiyo tobacco. Na kwa sababu hiyo kazi imekuwa ikiendelea, shida yenye kwa hapa changamoto kubwa, kwa sababu kwanza ukilima tobacco unahatarisha maisha yako. Sasa unaweza fikiria mtu amehatarisha maisha yake, kalima hiyo tobacco pamoja na jamii yake. Sasa yenye inakera zaidi ni kwamba baada umemaliza hiyo shughuli yote, inakuwa ni kama ulikuwa unafanyia mtu kazi ya bure. Amekuja kabeba tobacco ya hawa wakulima. Nimeangalia wamepeana tobacco hapa zaidi ya tani 10,000. Imeenda kwa huyu mtu, ameenda nayo, alafu amekataa kuwalipa hiyo pesa hadi wa leo. Kwa miaka 2 sasa, mwaka 2024 na mwaka 2025. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuungana na wao na kutuma ujumbe kwa mwenye kampuni ya kwamba kuna sheria hapa Kenya, na kwa sababu kwanza yeye nishapata fununu ya kwamba hata si Mkenya, ni mtu ambaye amepewa license kufanya hiyo kazi hapa Kenya kutoka nchi jirani, na Kenya sidhani kama inaruhusu ya kwamba watu watoke katika mataifa yao alafu wakuja kukandamiza wa Kenya hapa. Kwa hivyo mimi nataka kupeana hiyo ujumbe kwa serikali, ichukue hii maneno na uzito ambao inafaa, wafuatilie ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu wanapata haki yao. Na kwa sababu already maneno sasa imefika hapa, na kwa sababu already maneno ilikuwa ishafika kwa executive na wakashindwa kuifanya, mimi tukitoka hapa nitahakikisha hii petition ya hao wakulima inaenda huko Migori County Assembly, ili tujadili huko, tuipitishe na tuseme huyo director ambaye ako na hiyo kazi yenye anafanya. Sasa kwa sababu hao wakulima, unajua si wa wodi yangu peke yangu, kuna wodi nyingi ziko affected hapa, na kwa sababu kuna waheshimiwa wako huko kwa assembly ambao wanawakilisha hizo wodi zao, mimi nitakuwa ninawarai nikiongea na wao wajumuike na mimi na hao wakulima, ili tuhakikishe kwamba haki yao inafanya nini, inalindwa. Unajua hii si mara ya kwanza kampuni kukuja hapa Kuria na kuibia wakulima wanapotea. Kuna wakati mwingine tulikuwa na kampuni nyingine hapa inajiita Mastermind. Ilikuja hapa ikahadabu wanakulima hivyo tu wakapotea, na hiyo pesa yao walipotea nao hadi wa leo. Kuna wakulima hawajalipwa pesa yao. Kwa hivyo hatuwezi kushinda tukikaa tukiangalia vitu kama hizi zikiendelea kufanyika huku sisi tumekaa tumetulia. Ningeomba pia hiyo ujumbe ifikie sasa governor ambaye ako in charge ya Migori County. Hawa ni wapiga kura wake. Kama amepea kazi mtu kwa ofisi ya kufanya hiyo maneno ya kilimo, na wapiga kura wake wanaweza enda kwake na asiwasikize, mimi nafikiri basi ako na watu wabaya pia katika hizo ofisi. Ni muhimu ya kwamba hata governor mwenyewe aingilie hii maneno, kwa sababu wako na uwezo wa kuongea na huyu director directly, ama ongea na waziri wa kilimo katika national government, ama hata ongea na rais directly, ndiye hao wakulima wapate nini, haki yao. Kwa hivyo washasema wamepeana ultimatum ya siku 7, na kati ya hizo siku 7 hii mchakato itakuwa inaendelea. Hii maneno tutahakikisha imeenda huko assembly, na ni ukweli ya kwamba wasipolipa hii pesa, mimi nataka kuahidi ya kwamba
nitashirikiana na nyinyi na tutafanya hapa maandamano ambayo hajaifanyika katika hii dunia tangu izaliwe. Kwa sababu hatuwezi kubali na sisi si watumwa wa mtu. Ya kwamba mtu anaweza kuwa anakaa huko kwake, anakuja na tutumia, tunaenda shambani, watu wanalima, wanapata, yeye anaenda kutengeneza mamilioni ya pesa, huku watu hapa watoto wao wako nyumbani, watu hawakuli, na yeye huko anajivinjari na pesa yao. Nafikiri hao ni maneno ya upuzi na maneno yenye hatuwezi kubali, na mimi nataka kuwaomba, mmefanya kazi nzuri leo kutokelezea na kuongea haya maneno waziwazi, na nina imani ya kwamba serikali itafanya nini? Itawasikiza. Na isipowasikiza, mimi nafikiri nyinyi pia ndiye mko na uamuzi, kwa sababu unajua mkituweka katika viti, kazi yetu kubwa ni kusikiza malalamishi yenu na tukitetea. Hata huyo mzee kutoka huko kwako, wewe ndo mwambie hii maneno sasa ishafika hapa, atoke atetee wewe, kwa sababu ulipea yeye kura. Kwa hivyo hiyo ni maneno yenye tutahakikisha tunasukuma, na ningependa kuhakikishia kwamba tutafuatilia hii maneno, na lazima huyu director mwenye amekatalia hii kampuni ya tobacco imechukua majukumu ambayo inatosha. Na licha ya maandamano, ninasema tuko bado na sheria. Unajua hii Kenya inakuwa governed na sheria. Hii maneno tutafanya hii petition kwa assembly, lakini pia nataka kuambia hii maneno bado tunaweza enda kotini, kwa sababu already mko na documents zinaonyesha huyu jamaa alichukua tobacco yenu. Na kwa sababu kuna hizi document, mimi nataka collect hivi vitu zote tuweke pamoja, alafu pia tutafile kesi wapi? Kotini. Tuhakikishe ya kwamba haki yenu inafanya nini? Inatendeka. Hatuwezi kubali mdhulumiwe. Kwa hiyo mimi ningependa kuwa na mengi zaidi ya hapo, kwa sababu ninajua hata huyu jamaa halipi hata watu mishahara. Wale watu walikuwa wameandika kazi eti wanamsaidia kufanya kazi katika hiyo kampuni yake, hata mishahara halipi. Kwa hivyo kazi yake, he's a conman, kazi yake ametoka Zimbabwe, sijui Zambia, amekuja hapa kukoni wa Kenya. Na kama alikuwa amezoea kufanya hiyo biashara huko kwingine, mimi nafikiri sasa hapa amegonga babaya. Kwa sababu lazima tuhakikishe haki ya hawa wananchi nafanya nini? Inatekelezwa. Kwa hivyo mimi hiyo ndiye msimamo yangu, na nataka kuhakikishia kwamba nitasimama na nyinyi na